Huwezi ukamjua Kristo, huwezi ukamjua Mungu, lakini huwezi kuyajua maandiko kama hujafunuliwa na Roho Mtakatifu. Siri inayomtofautisha mtu mmoja na mtu mwingine, siri inayomtofautisha mwimbaji mmoja na mwimbaji mwingine ni uhusiano mtu huyo alionao na Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ndiye anayemfunua Mungu na anayemfunua Kristo katika maisha yetu. Huwezi ukamwelewa Kristo kwa sababu ya maarifa unayoyasoma. Unamwelewa Kristo kwa sababu Roho ameamua kukufunulia. Kile Mungu anaweza kufanya kupitia nguvu yake ni halisi sana katika maisha yetu. Kinachohitajika tu ni ufunuo wa Roho Mtakatifu. Huo ukija juu ya maisha yako, everything changes in your life. Ziko dini nyingi duniani, lakini Ukristo sio dini, ila Ukristo ni ufunuo wa Kristo katika maisha ya watu. The only difference, tofauti pekee kati ya sisi wa Kristo na watu wa madhehebu mengine ni kwamba sisi sio dini, ila sisi ni ufunuo, revelation of Christ. Kinachotufanya tuwe tofauti ni ufunuo tunaoupokea kumhusu yu Kristo. The moment Kristo amefunuliwa katika maisha yako, unakuwa mtu wa tofauti. Ukimwambia mtu nimeokoka, wengi hawatakuamini kwa sababu haijafunuliwa kwao. Na ndio maana Kristo anasema hivi katika maandiko ya kwamba hakuna mtu yeyote anayeweza kuja kwa Baba isipokuwa Roho amemvuta. Unachohitaji ni ufunuo wa Roho Mtakatifu. Ukija juu ya maisha yako, Kristo anakuwa halisi katika maisha yako. Nguvu za Mungu zinakuwa halisi katika maisha yako.